Kwa jina naitwa Mpande. Mimi all the way from Dar es Salaam, na nimevutiwa kuja Songwe na Lushoto huku kwa ujumla, kwa sababu moja, nilikuja kudiscover kwamba Tanzania tuna vivutio vingi. Sasa of course wamekuwa wanakuja watalii kutoka nje, lakini sisi pia tumekuwa hatufaidiki moja kwa moja na hivi vitu, lakini this experience is good. Ukiwa huku nature, unavyoangalia, unakuja una interact na sauti kama za maji hivi, ndege, experience fulani hivi ambayo wanasema kweli nature heals. Kwa hiyo nimekuwa impressed, na nafikiri kurudi zaidi. Kila kitu kiko vizuri, the management ya TFC, TF wako vizuri, yani welcoming na kila kitu, lakini the experience is good. Kwanza nia, wengi tunaogopa, tunadhani ni cost, lakini serikali yetu imeweka viingilio ambavyo ni fair kwa sisi wakazi na Watanzania. Kwa hiyo hata usiogope, wakati mwingine ni nia na kuamua tu. Tunakuwa na gaps nyingi, holidays kama hivi, long holiday ya Pasaka, unaweza ukaja. Wengi huwa tunaogopa tukihisi kwamba ni expensive, lakini hapana. Hivi vitu vya kwetu sisi wa Tanzania tunatakiwa tuenjoy sisi kwanza, tuvifeel sisi kabla hata hatuja wajaja wageni kuenjoy zaidi. Bismillah. Kwa majina naitwa Sawia Hoza. Nimetokea Hale. Nimekuja Lushoto Magamba Nature Forest Reserve kwa ajili ya kuenjoy kipindi hiki cha Pasaka, na naweza nikasema kwamba nimefurahi sana kuja. TFS wametupa offer, wametupa usafiri, wametupokea vizuri, ni wakarimu sana. Yani kitu kilichonivutia ni kwamba maporomoko ni marefu, yani na yanavutia, mandhari nzuri, hali ya hewa huku ni nzuri sana, tofauti na nilipotoka joto kali, ila huku kumetulia, mpaka unafika unasikia tu ndege, mandhari ni mazuri sana. Kwa hiyo karibuni sana Lushoto, karibuni sana Magamba Nature Forest Reserve, karibuni Tanga. Mimi ningependa tu kuambia wakaribie, niwakaribishe kwa sababu kwanza sio gharama hata kidogo. Waje wa enjoy, waje wajifunze, waje waone uumbaji wa Mungu jinsi unavyovutia. Naitwa mhifadhi mwandamizi Joyce John Kabuche kutoka hifadhi ya mazingira asili ya Magamba. Leo hii ni siku ya Pasaka. Kwa hifadhi ya mazingira asili ya Magamba iliandaa ofa kwa ajili ya wageni wake 10 wa Mwanza watakaolipia kiingilio cha kuingia ndani ya hifadhi. Lakini ofa moja ilikuwa ni kutembea vivutio vyote vinavyopatikana ndani ya hifadhi ya mazingira asili ya Magamba. Hapa tuko katika eneo la Songwe Waterfalls. Eneo hili liko ndani ya hifadhi ya mazingira asili ya Magamba. Ni eneo ambayo ukiangalia ni kama maji yananyesha, ni mvua, lakini sio mvua, ni maji ambayo yanaporomoka kwenye mawe. Kwa hiyo tukasema siku ya leo watu wote watembelee hifadhi hii, lakini pia watembelee vivutio vyote vinapatikana ndani ya hifadhi. Tuko na watalii wa ndani ambao tuko nao katika hifadhi ya mazingira asili ya Magamba. Tunawahimiza tu Watanzania wote katika msimu huu wa sikukuu watembelee vivutio vyetu vya ndani vinavyomilikiwa na hifadhi ya mazingira asili ya Magamba, lakini chini ya wakala wa huduma za misitu Tanzania. Karibuni sana Magamba, karibuni Lushoto. Napenda pia kuwahimiza na kuwasisitiza watembelee vivutio vya ndani. Utalii sio tu ni kwa ajili ya watu wa nje. Tunapotembelea hifadhi tunapata faida nyingi sana. Kwanza tunajifunza jinsi ya uhifadhi, tunaangalia aina mbalimbali za miti inayopatikana katika maeneo yetu. Miti mingine ni madawa, lakini miti mingine inasaidia tu katika ule uhifadhi wa hali zetu za vyanzo vya maji na maeneo mengine. Kwa hiyo wanapotembelea sio kama ni wageni tu, bali na wao waje kujifunza jinsi ya kuhifadhi mazingira yetu, na pia waendelee kuyaheshimu na kuhifadhi, lakini pia wajivunie maeneo yao ambayo yako katika hifadhi zao za ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Faida kubwa ambayo tunaipata katika msitu huu, kwanza kabisa msitu huu una vyanzo vingi vya maji. Tukiangalia hapa hili ni eneo la Songwe Waterfall, lakini msitu huu una takriban 90% ya msitu huu inakuwa na mito midogo midogo ambayo inapeleka maji katika maeneo ya jirani. Kwa msitu huu hasa unatumika kutoa maji ambayo yanatumika na wanakijiji wanaozunguka hifadhi hii, lakini pia mbali na hifadhi hii. Na tukienda mbali zaidi, maji haya pia hayaishii hapa, nenda mpaka mto Pangani ambao unasaidia pia kuongeza kiwango cha maji katika bahari ya Hindi. Kwa msitu huu cha kwanza kabisa ni upatikanaji wa maji, lakini pia kuna hewa safi ambayo unavuta. Ukiingia ndani ya hifadhi hii unapata hewa safi. Pia tunakuwa na miti ya asili ambayo ipo ndani, unaweza kujifunza jinsi inavyotumika, lakini pia ukajua miti hii ina faida gani kwa jamii, lakini pia ina faida gani katika kutunza na kuhifadhi mazingira yetu. Kwa hiyo ukipata elimu hii inakusaidia pia kutunza mazingira yako ya nyumbani, lakini pia kuhifadhi na kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo nahimiza watalii wote wa ndani
na wa nje waje kujifunza na kujivunia maeneo yao ya hifadhi yaliyo katika wilaya yao.